Viongozi ambao ni wa serikali nimeona katika Hassan Omar ambaye ameanza kuongea lugha ambazo sisi hatutaitikia. Na mimi kama kiongozi, I want to tell him to desist from bringing negativity in our country. Sisi wote tuko pamoja. Nakuru County is a cosmopolitan county. We cannot allow such utterances from a leader who is going to lead us. We cannot allow that. I want to tell him that is a no-go zone. Asante sana. Nashukuru kwa siku ya leo, na siku ya leo ni ya furaha kwetu hapa Bahati tukiwa Kiamaina Comprehensive School ambapo tunazindua madarasa 9 ambazo tumejenga. Hii complex mpya ni ambayo tumeiweka because siku ile nilichaguliwa nilikuwa nimeeleza wazazi ya kwamba tutahakikisha tuko na state of the art infrastructure ambazo watoto wetu wataweza kusomea. Mnapoangalia hiyo building ambayo ni ya ghorofa 3, utaona ya kwamba watoto wetu wataweza kusoma wakiwa katika environment ambayo wanafurahia. Hakuna difference ya mtoto ambaye atakuwa hapa na yule atakuwa town ama mwenye ako Nairobi. Tumeweza kuweka standard ya Bahati ikuwe ile ya hali ya juu, na ninataka kusema encouraging students, education ndio umuhimu katika maisha ya mtu. So ninataka kuambia hata watoto wetu ambao wataweza kusomea kwa hayo madarasa wasikie wakiwa encouraged na motivated ili tuweze kuinua marks zetu ambazo tumekuwa tukipata. I do not expect anything less than exceeding expectation kutoka kwa hawa watoto. Pia leo siku ya leo hii shule ya Kiamaina Comprehensive inaweza kucelebrate 50 years tangu ianzishwe ama ijengwe. Ninafurahi sana kwa sababu wale wazee ambao waliweza kuanzisha hii shule wameweza hata kushuhudia progress ambayo tumekuwa nayo. Na ninataka kushukuru pia mwalimu mkuu na walimu wote ambao wako hapa. Tuendelee kuhakikisha hawa watoto wetu wamepata ile nidhamu ambayo inatakikana kupatikana as they continue with their studies. Hapa Kiamaina pia tumeweza kutengenezea hawa watoto kiwanja ambacho wataweza kuchezea, na mimi ningeomba wazazi na pia walimu, tunapochagua hizi ama pathways ambazo zimewekwa katika na Ministry of Education, ni vizuri sisi wenyewe tuweze kujua tunaambia watoto wetu wachague nini. Nimeweza kuangalia nikaona ya kwamba shule ambazo ziko upande wa Nyanza, watoto na wazazi wameweza kuelekezwa. Na hata mimi nimesema lazima nitashikana na wale ambao wanatufundisha ili watoto wetu waweze kuchagua pathway ambayo itaweza kuwasaidia kimaisha. Pia katika elimu ninataka kushukuru sana kwa yale yote ambayo tumepata kwa serikali, lakini ningeomba watu hapa sisi Nakuru tukiangalia pia universities zetu hapa, ninataka kuencourage wakaaji wetu ama serikali yetu kuu, wacha pia tuweze kupata wanafunzi waweze kusomea kwa hizi universities zetu ambazo ziko katika bonde letu la Ufa ama zile ambazo ziko katika kwetu upande wa Central Region, ili hata sisi upande wa economy tuweze kuinuka. Tumeona kama huko Kisii students ambao wanasoma huko they about 36,000 kwa university moja, ingine ukienda they about 23,000, lakini sisi hapa kwetu tukiangalia tuko na students 9,000, 5,000. So I want to encourage, lazima sisi wenyewe na hata wale ambao tumechaguliwa tuweze kuelimisha na tuweze to fight for our rights also, na kuhakikisha hata watoto wetu hizo universities ambazo zimetengwa na zimejengwa na serikali wanaweza kuingia kwa hizo universities.
Ningetaka pia kushukuru administration yetu kwa yale yote ambao wamekuwa wakifanya. Ninajua ya kwamba security yetu hapa Bahati imekuwa na changamoto kidogo, lakini nashukuru serikali kuu, especially ofisi ambayo ni ya IG wetu. Ninasikia ya kwamba umetupa gari na asante sana kwa hiyo gari, lakini tungeomba uweze kutuongeza ingine kwa sababu security ya hapa Bahati imekuwa kidogo iko na tatanishi. Na ningetaka pia kuambia wakaaji, ni vizuri pia sisi wenyewe tukue, we are our own police. Sisi wenyewe, lakini to report wale ambao tunaona ni wahalifu na ambao wanaingia, ambao wako na tabia ambazo hazitakikani kuwa hapa. Ningeomba askari wetu ambao tuko hapa nao, tuko na OCPD wetu, tuko na DCC wetu, ningeomba wacha tuendelee kufanya security meetings ambazo zitaweza kusaidia community yetu kijumla. Nikiingia katika matamshi ya ama maneno ambayo ilifanyika hapa, mimi ningeomba wakaaji wa Bahati, ukiangalia sisi wenyewe barabara zetu ndio zilikuwa zinafungwa, na zilikuwa zinafungwa na wale vijana wetu ambao tuko nao hapa. Ningeomba vijana, tafadhali usijaribu kuharibu ile kitu ambacho Mungu amekupa, ile wakati ama ile kazi Mungu amekupa. Niliona kijana mmoja, yeye mwenyewe ndio anaenda kugonga Magunas supermarket. Yeye alikuwa ameripoti pale asubuhi kufanya kazi, alafu wakati kulikuwa na maandamano, yeye mwenyewe ndio kugonga pale. Biashara ambayo imemwandika, yeye ndio mwenye kugonga. Mimi ninawaomba, hata kama kuna viongozi ambao wanachochea hii siasa, vijana msitikie kudanganywa, unaenda unagonga pahali ambapo panakulisha. Hizo barabara ambazo tumeng'ang'ana kuzitafuta, tumetafuta na tumepatiwa na serikali. Hakuna mtu ataenda na hiyo barabara. Hiyo barabara ndio kesho pia utaweza kutumia. Mimi ningewaomba, na sisi security tukiwa hapa, tuweze kushika hata hawa vijana wetu vizuri, tuweze kuwaelekeza ili tusiharibu. Mimi ninataka kuambia watu wa kwetu, ukiangalia upande zingine biashara zao ziliendelea kama kawaida, lakini hapa kwetu tulikuwa tumefunga biashara zetu, biashara ambazo zinatuandika, biashara ambazo zinatusaidia. Alafu Wakikuyu wetu, hata Wakisii wetu, Wajaluo wetu ambao wako hapa, this is a cosmopolitan area. Tunafunga biashara, uchumi yetu ikakuwa chini, lakini kwingine biashara ziliendelea. So mimi ningetaka kuambia, tafadhalini, wacha tuweke amani, tusiitikie kudanganywa na wenzetu na politicians, kwa sababu hakuna kitu amekusaidia nayo. You are better off ukae utafute ama uweze kukaa nyumbani badala uingie uweze kushikwa. Kijana mmoja aliweza kupoteza maisha yake kwa sababu ya kuingia katika demonstration. What was the need of that? We saw that along I think Naivasha. Why would you do that? Upoteza maisha yako kwa sababu ya mjumbe ambaye, kwa nini yeye hakuweza kutuma watoto wake? Watoto wake si ndio wanatakana? Wewe mwenyewe, na waomba sana wale ambao tuko hapa, ukitumwa na mtu ambaye anataka kuharibu, mwambie kwanza alete mtoto wake pale mbele ili akuwe pamoja, ndio wewe ukuwe na confidence ya kwamba mtoto wake yuko pale, muandamane na yeye. Ama alete bibi yake ili muandamane na yeye, ajue ati mkitandikwa ama mkivunja muko pamoja na yeye. But what is the need of that, uingie ndani kwa sababu ya mtu? Mimi ningetaka kuwaomba watu wa Bahati, let us maintain peace, let us maintain order, kwa sababu hii ndio uchumi yetu, hii ndio biashara yetu, hatuna ingine, and this is our constituency, hatuna ingine. Asanteni.